akaja akaifungua. Lakini kabla hawajaondoka wakaulizwa, fama khatubukum ayyuha al-mursalun, nimewakaribisha vizuri, nimewaletea chakula, lakini mmekataa. Sasa mnasemaje enyi wajumbe? Mmetuma kwa nini? Wakasema inna ursilna ila qaumin mujrimin, hakika sisi tumetumwa kwenda kuangamiza wale watu waovu. Yursila alaihim hijaratan min tin, ili tuweze kuwatumia juu yao hijaratan min tin, mawe ya moto, musawwamatan inda rabbika lilmusrifin, mawe ambayo yameandikwa kila jina la mtu mwovu ambaye alikuwa anafanya uovu wa kuendea kinyume na maumbile wenzake, lakini na yule ambaye alikuwa anashawishi jambo hilo, na yeye lazima aonje apate adhabu hiyo. Yursila alaihim hijaratan min tin, sami ya kuendeana kinyume na maumbile. Wasema baadhi ya ulama, ubaya wa ile dhambi ikiwa inafanywa, ukitaka ujue ubaya wake, tundika kisu kwenye ardhi, alafu uone kisu kinavyotetemeka. Kwa maana nyingine, ardhi huwa ina hofu kwamba isije ikapinduliwa kama ambavyo ilivyopinduliwa kipindi cha Sayyidina Lut alayhi salatu wassalam. Lakini leo dhambi hiyo ya ukatili wa kijinsia wenye kutisha inaonekana kwamba ni jambo la kawaida. Wapo Waislamu wanaifanya dhambi hiyo, wanamume kwa wanawake, wanandoa na wasiokuwa wanandoa, wanafanya dhambi hiyo. Tena wakati mwingine kwa namna ambavyo ufedhuli ulivyoenea na kukosa imani katika nyoyo zetu, wapo ambao huacha wake zao kwa sababu hawajapewa, au wanawake zao wamekataa kuendewa kinyume na maumbile. Na wako wanawake pia na wenyewe wamejirahisisha zaidi mno kwa kigezo cha kulinda ndoa zao kwa kukubali kuendewa kinyume na maumbile. Wanaridhika kufanyiwa vitendo hivyo vya ukatili. Lakini wapo wanamume wasusuavu wa nyoyo huwaendea kinyume na maumbile hata watoto wadogo. Mambo ya kifetuli, mambo yanayotia aibu umma wetu. Ukikama ofisini humu ndiyo utayajua mengi yanayojiri katika majumba ya Waislamu. Utajua uchafu mwingi unaofanywa katika majumba ya Waislamu, na wengine ni viongozi wa dini wanayafanya hayo, na wengine hutoa hata maneno ya Mwenyezi Mungu kama ngazi ya kupandia kwenda
kufanya uchafu huo. Wanasema kwamba an-nisa'u harthun lakum fa'atu harthakum anna shi'tum. Kwa Mwenyezi Mungu amesema wanawake ni mashamba yenu, basi yaendeeni mashamba yenu mnavyotaka ninyi wenyewe, kwa popote mnapotaka, basi yaendeeni mashamba yenu. Wakitumia aya hii kuruhusu watu waendeane kinyume na maumbile. Wanamume wawaendee wake zao kinyume na maumbile, na wakati mwingine mwanamke wakubali kwa sababu hajui sheria za dini yake, hajui haki zake ndani ya ndoa, hafahamu. Na kuna mwingine anajua, lakini anaona kwamba akimkatalia mume wake, basi ndoa yake itakuwa imetikisika na yawezekana akaachwa, kwa sababu wako wanawake mafedhuli, lakini pia wako wanamume waacha wake zao kwa sababu ya kunyimwa kinyume na maumbile. Lakini aya hii haijamaanisha hivyo wanavyotafsiri wao, na hapa imezungumzwa lugha ya majazi, kufananishwa wanawake kama vile mashamba, kwa sababu shamba ni lile ambalo ukipanda mmea unafanyaje? Unaota. Sasa ikiwa kama wanawake wamefananishwa na mashamba, maana yake ruksa pekee ya kuwaendea wanawake ni kule ambapo panapopatikana watoto, sio kule ambapo watoto wanafanyaje? Hawapatikani. Ndio maana wakafananishwa wanawake na mashamba. Tunafahamiana vizuri Sasa sisi kweli mabalozi wa kwenda kuyasahihisha haya, vijana wetu wanaoa na mabinti zetu wanaolewa, kuondoa ukatili huu kwenye jamii ambao hufanywa na baadhi ya watu, wakiwemo hata viongozi wa dini, kutaka kuhalalisha kwa kutumia maandiko ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuwatengenezea ufahamu wanaotaka wao. Sasa malaika wakawa wamemjibu Sayyiduna Ibrahim alayhi salatu wassalam, inna ursilna ila qaumin mujrimin, kama sisi tumetumwa kwa watu waovu, watu wanaomuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watu ambao wanaendeana kinyume na maumbile wao kwa wao. Kule Qur'ani inasema Nabiullahi Lut aliwaambia, baada ya kuwaona watu wa Lut, waliwaona malaika hawa wameingia kwa Lut, wakajua ni watu tu ambao hawana mahusiano yoyote na malaika. Tayari mke wa Lut na yeye akaenda kukolekti watu wake kwa ajili ya kuja kuwafanyia vitendo hivyo vya kifedhuli. Tunafanya mke wa nabii anaenda kuyafanya hayo. Unaweza ukawa nyumbani umeoa, lakini wewe ukawa ni mume na mke wako akawa ni mke, lakini katika sifa ya mke akawa hayupo. Kama ambavyo wewe unaweza ukawa ni mwanaume
lakini ukawa ni mume, lakini ile sifa ya mume ukawa hakuna. Kwa sababu mume ndio unasikia mwanaume suruali, una lolote, una lako. Lakini mke wako na yeye changingi, kahaba, mke wa mtu lakini kahaba. Ndivyo alivyokuwa huyo. Akaenda na yeye kuconnect kule watu. Bwana nyumbani kuna wageni wasuri kabisa. Tuone wa tushughulike. Wakaja mpaka pale kwa Said Maruf. Mtu alipoona kama asitaja. Atuna alfahishatan ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin. Hivi mnaacha wanawake, mnataka kuwafanya wanaume wenzenu. Tatuna alfahisha, mnakuja kutenda dhambi na uchafu mbaya. Ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin, uchafu ambao haujawahi kufanywa wala kutanguliwa na yeyote aliyopita kabla yenu. Mnakuja kufanya dhambi. Sabili nakuja, inna ursilna ila qaumin mujrimin, tumetumwa kwenda kuangamiza watu waovu kabisa, watu washenzi, watu mafedhuli. Tena linursila alaihim hijaratan min tin, tutawatumia na kuangamiza na mawe yanayotokana na udongo mkavu kutoka motoni moja kwa moja. Musawwamatan inda rabbika lilmusrifin, haya mawe yameandikwa kila mwovu na jina lake, linatumwa moja kwa moja kutoka wapi? Kutoka motoni. Inazungumzwa baada ya kufika pale, wakawa wamemwambia Sayyidina Lut kwamba bwana, unajua wewe usiku ondoka na watu wako wote waliokuamini. Nabiullahi Lut akaondoka na watu wake usiku, akiwemo na mke wake. Basi ile ardhi wakaiinua mpaka katika kiwango ambacho adhana iliyokuwa inatolewa na malaika, hawa watu wakawa wanasikia, halafu wakaipindua ikaja wote, halafu baadaye sasa yale mawe ndio yakaanza kuteremshwa. Inaonekana ardhi ile mpaka leo hakuna kinachopandwa kikaota mpaka leo. Mke wa Sayyidina Lut ambaye alikuwa anashirikiana na wale, kwa sababu idhni ilitoka kwamba amri ilitoka kwa malaika, mkiondoka msigeuke nyuma. Yeye aliposikia ule mshindo wa ile adhabu wa kupinduliwa ardhi, akageuka. Alipogeuka pale pale akageuka jiwe. Adhabu ya Mwenyezi Mungu. Aina rusula ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lilmusrifin fa akhrajna man kana fiha min almu'minin. Mungu anasema tukawatoa wale waliokuwemo katika watu wa kaumu Lut ambao ni waaminio waliokubali